Hali ya usalama imezidi kuwa tete katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini baada ya wimbi jipya la maandamano yanayowalenga wafanyabiashara wa kigeni kuibuka na kusababisha hofu kubwa ya kiuchumi. Katikati na mwishoni mwa wiki mjini Durban, jeshi la polisi lililazimika kutumia mabomu ya machozi na risasi za mpira kutawanya umati wa waandamanaji walioanza kupora na kushambulia maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni, hususan kutoka mataifa ya Nigeria, Ethiopia, Somalia na Pakistan. Chanzo kikubwa cha hasira za wenyeji kinatajwa kuwa ni kiwango cha ukosefu wa ajira nchini humo kinachofikia 32%. Makundi ya shinikizo kama Operation Dudula yakiungwa mkono na baadhi ya vyama vya kisiasa ikiwemo Action SA na Inkatha Freedom Party IFP yamekuwa yakidai kuwa wageni wanatawala soko la kibiashara hasa ndogo spaza shops maarufu huko nchini Afrika Kusini kinyume cha sheria. Katika kile kinachoonekana kama operation ya kusafisha biashara hizo, mamlaka zimefunga zaidi ya maduka 1000 katika miezi ya hivi karibuni kwa kisingizio cha kukiuka kanuni za afya na leseni. Hata hivyo, wakosoaji wa hatua hizo wanahoji kuwa sheria hizo zinatumiwa kwa ubaguzi wa kuwakandamiza wafanyabiashara wadogo na wa kigeni. Maandamano hayo yalipamba moto wakati wa maadhimisho mwaka mmoja vuguvugu la March and March linaloongozwa na Jacinta Ngobese Zuma yamesababisha mamia ya wafanyabiashara kufunga maduka yao kwa hofu ya usalama wa maisha na mali zao. Hadi sasa viongozi wa jamii za kigeni wameiomba serikali ya Afrika ya Kusini kuingilia kati kuzuia umwagaji wa damu na uharibifu zaidi wa mali, wakisisitiza kuwa wageni wengi wanachangia kukuza uchumi wa nchi hiyo kupitia kodi na kutoa huduma muhimu mitaani. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.